Ni Jumapili nyingine tena mtazamaji wa ITV, tunakutana katika tamasha la michezo kuweza kuyatazama mengi ambayo yamejiri na kuchomoza katika viwanja mbalimbali. Yako mengi ama kwa hakika, ikiwa ni pamoja na mchaka wa michuano ya ligi kuu soka Tanzania bara, ikiwa katika mzunguko wa pili hivi sasa, mbio za kuwania taji la ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini mbali na hayo, yapo yanayohusu mustakabali wa vijana takriban 39 ambao wa timu ya taifa chini ya umri wa miaka 17 waliingia kambini tayari kwa ajili ya mchujo mwingine mara baada ya kuunganishwa na wale vijana ambao walifanya vizuri katika Airtel Rising Stars. Lakini mbali na hilo, yapo yanayohusu pia mustakabali wa safari ya kuelekea Tokyo katika Olimpiki mwaka 2020. Kubwa tutajadili hilo kwa kina hapa studio, bila kusahau tutaangalia kinachojiri katika finali za mataifa Afrika, ambapo leo Jumapili inafikia tamati katika finali inayokutanisha mafarao wa Misri. Anayekualika dimbani kwa rahatele kabisa ni mwana michezo wako Amri Masare. Lakini kama ilivyoada tamasha la michezo linaongozwa na wanajopo, tunaye Hemedi Kivuyo, mzee wa mashairi. Hii leo amehama nafasi yake, imekwenda kuwa kwanza kabisa mahala ambapo hukaa mwenzake mtu mwenye miraba minne, mzee wa Rugby 7. Hemedi Kivuyo katika vipindi mbalimbali vya michezo, Radio Capital Radio na Radio 1 kadhalika ITV. Tunaye pia Sebastian Koloa, Sports Gazette, Jumatano saa 1 kamili mpaka saa 1:30 ni kipindi ambacho anakiongoza katika Capital Television kwa lugha ya Kiingereza, na Legend of the Week ni moja kati ya kipengele pendwa. Lakini mgeni studio tunaye afisa habari wa shirikisho la soka Tanzania TFF, Alfred Lucas. Tutakuwa naye hapa, na kubwa zaidi tutazama juu ya mustakabali wa safari ya kuelekea Tokyo katika Olimpiki mwaka 2020, ambapo imezinduliwa juma hili ambalo tumelimaliza sasa. Ilikuwa ni siku ya Jumatatu, nakumbuka, ikiongozwa na rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF, lakini akiwemo makamu wa rais wa kamati ya Olimpiki Tanzania TOC Henry Tandau, kadhalika mkurugenzi wa michezo akiwakilisha kwa upande wa serikali. Lakini kwa kina tutazungumza hapa ndani na Alfred Lucas. Mtazamaji wa ITV, nikwambia karibu sana katika tamasha la michezo. Naam, Sodakta, na sasa tuanze kutazama kubwa kwanza mezani kwetu, ikiwa ni safari ya Olimpiki mwaka 2020 ambayo inafanyika Tokyo, Japan, ikiwa ni muda mchache tangu kumalizika kwa Olimpiki iliyofanyika Rio de Janeiro. Kama nilivyokuambia, tuko na Alfred Lucas, afisa habari wa shirikisho la kandanda Tanzania. Karibu sana Alfred Lucas katika tamasha la michezo. Kwa mara ya kwanza tunakutana katika tamasha la michezo. Kweli kabisa, nashukuru sana. Safari ya Olimpiki Tokyo, naam. 2020. Kwa nini sasa 2017? Ni kwa sababu jambo lolote lile linahitaji maandalizi. Kwa hiyo nachoweza kuzungumza, wengi tunapenda kufaulu, na ukitaka kufaulu basi lazima uanze na maandalizi. Wengi hata kwenye imani wanahitaji kufika labda mbinguni. Ukitaka kufika mbinguni lazima uamini vitabu vya Mungu na ujiandae kutubu. Kwa hiyo sisi tulichokifanya kwa sasa ni kwamba tunajaribu kutaka kushirikiana na Watanzania wote, kwa maana kwamba mdau namba moja serikali, tushirikiane na makampuni mbalimbali, tushirikiane na taasisi mbalimbali, wanahabari na watu binafsi, ili tuone kwamba kwa namna gani tunaweza tukafanikiwa kucheza ile michuano ya Olimpiki. Michuano ya Olimpiki ni mikubwa, ukubwa wake kwa sababu nayo inakusanya michezo mingi sana. Lakini kwa Tanzania, mchezo wa mpira wa miguu ambao sisi TFF tunausimamia na kuuendesha, hatujapata kushiriki. Lakini sasa tunafanyaje? Pengine huko mbele kuna kitu tunaweza tukuja kuzungumza kuhusiana na timu hizi za vijana, lakini tumeona kwamba tufikirie namna kuweza kushiriki ile michuano, na mara nyingi au mara zote kwa kanuni zilizopo inashirikisha timu zenye umri wa miaka 23. Na hatukupata kuwa na timu za vijana wenye umri huo. Na kwa msingi huo sasa tulianza kwa idea ya kuwa na ligi ya vijana wenye umri chini ya miaka 20 kutoka timu za ligi kuu zinazoshiriki ligi kuu ya Vodacom Tanzania Bara. Ile ligi ya vijana imechezwa tayari na imeshakamilika, msimu wake umemalizika, lakini walimu walikuwa wanajaribu kuhudhuria kila mechi na kuweza kuchagua vipaji vinavyopaswa kuunda timu ya taifa. Kwa hiyo tulitoa tangazo vile tukasema, Watanzania, mnaonaje kwamba timu zetu za under 23 tutazita majina gani? Mwisho wa siku majina mengi yalipendekezwa, lakini yaliyopita kwa upande wa wavulana wenye umri chini ya miaka 23 manake wanaitwa Kilimanjaro Warriors, na kwa upande wa kina mama wataitwa Kilimanjaro Stars. Sasa yote kwa yote
under 20 league ile imekwisha. Wale vijana tayari tumeshakusanya na tunataka sasa tuanze nao hawa kwenye michuano ya awali ya kufuzu kwenye kucheza hiyo michuano ya Olympic. Kwa hiyo uzinduzi ule ulikuwa ni lengo lake ni kuwapa taarifa wa Tanzania kwamba tuna programu hii kwa sasa. Na hii maana yake ni kwamba tuna program ndio under 17 kwa timu za taifa kwa Afrika. Kuna program ya under 20 na timu ya wakubwa, lakini under 23 ilikuwa haipo kwenye Afrika, lakini sasa hii tumeamua kuiweka na vijana tutawapata hapa. Na msimu tumeanza mwaka huu, msimu huu kuwa na hiyo ligi. Ni matarajio kwamba kila msimu tutakuwa na hiyo michuano ya under 20 ambapo tunaamini kwamba tutapata vijana mahiri kabisa watakaweza kusaidia taifa na wao kujikimu, kwa sababu mchezo wa mpira mguu mbali ya kuwa ni afya na kadhalika, vile vile ni ajira. Naam, Sadakta mtazamaji wa ITV, ni kukumbusha tu kwamba safari ya Olimpiki, safari ya Tokyo, ama kama jinsi ambavyo walivyoita wao kwa lugha ya Kiingereza wakikopa maneno kule, Road to Tokyo 2020 ama safari ya Olympia Tokyo mwaka 2020, ni kwa upande wa mchezo wa soka ndio ambaye imezinduliwa, si kwa michezo mingine bado wenyewe hawajazindua rasmi kampeni zao, ingawa riadha tunaona wameanza pia na wenyewe mikakati ya kuzunguka katika mikoa mbalimbali ikiwemo kule Zanzibar. Pia Wilhelm Gida Budai, katibu wa chama cha riadha, alikwenda kwa ajili ya kuweza kuona anapata vijana na kupeleka pia wazo la kuanza mpango mapema kuelekea katika Olimpiki itakayofanyika Tokyo mwaka 2020. Tunafahamu kwamba Alfred Lucas, vijana chini ya umri wa miaka 23 kama ulivyosema ndio wanashiriki finali hizi. Tukiangalia sasa ni mwaka 2017, tuna miaka mitatu mpaka kufika mwaka 2020. Ni vipi ambavyo mtaanza kuandaa hawa vijana ili wakati wa kufika mashindano haya wao wamekuiva lakini wasio wamevuka umri wao chini ya miaka 23? Ni kubwa kama nilivyozungumza kwamba tutakuwa tunaendelea na michuano mbalimbali ya kitaifa, hususan ligi ya vijana kutoka kwenye timu zinazoshiriki ligi kuu ya Vodacom. Na kila mwaka unavyokatika ni kwamba huwa tunakuwa na vipaji vipya. Hii tutakuja kulizungumza vizuri zaidi kuona kwamba hata kwenye timu ya under 17 tunafanyaje. Tunaamini kwamba tukiwa na timu hii kwa sasa, kwa ratiba ambayo TOC kwenye uzinduzi walikuwepo, maana yake ni kwamba hawa kwa sasa kwa msimu huu watashiriki michuano ya kufuzu kwa ratiba tutakayotoa sasa, lakini tukiona umri umezidi itakuwa timu inabadilika mara kwa mara. Kubwa nataka nilieleze katika kujua hasa vijana ni umri ni sahihi, ni kwamba na sisi Tanzania tulikwisha umwa na nyoka mwaka 2004 kwenye michuano ya vijana wenye umri wa 17. Ilikuja kubainika kwamba tulikuwa na mchezaji tunaweza kijeba kwa maana kwamba na umri mkubwa. Lakini tangu hapo tumekuwa makini sana. Hata hii under 17 nayo kutajia ni kwamba tuliteua vijana wengi sana ambao tulifika hatua tulilazimika kwenda Muhimbili kwa kijana mmoja kumlipia sio chini ya 300,000 kuweza kupima ili kugundua umri halisi ili sije kuwa shida hapo baadaye kama ambavyo vimetokea Kongo. Na bila shaka tutakuja kulizungumza baadaye. Tutalizungumza baadaye vizuri sana hili. Ni Alfred Lucas, afisa habari wa shirikisho la soka Tanzania, akizungumza juu ya mustakabali wa safari ya Tokyo mwaka 2020. Alfred Lucas, tuliona wakati wa uzinduzi kulikuwa kuna kombe pale. Lile kombe tafsiri yake ilikuwa ni nini? Kuna mashindano ambayo yatafanywa kwa vijana hawa ili kuona tunakwenda katika Olimpiki 2020 vijana wakiwa wamepata ushindano wa kutosha? Lile kombe tafsiri yake ni kwamba ni njozi sio za kushiriki tu. Badala yake ni kurejea na lile kombe ambalo linafanana kama kombe ambalo linatolewa kule kwenye michuano, wale kwa bingwa anayekuwa bingwa Olympic ndo analipata lile. Kwa hiyo ili ni alama ambayo tulijaribu kuionyesha kwamba unapokuwa umeshinda unatuzwa. Kwa hiyo ni tuzo ile ambayo vijana wetu wameiangalia, bila shaka itawatia hamasa kuona kwamba watafanyaje huko mbele. Emedi Kivuyo, umekuwa unafuatilia mara kwa mara timu za vijana chini ya umri wa 17, kadhalika hata wale watoto wakati wamekuja Dar es Salaam hapa ambao wako katika shule ya Alliance, mara kwa mara nikiwa nimekutana nao mkizungumza na mwalimu wake. Unatazamaje mpango ambao umezindua TFF wa safari ya Tokyo 2020, ama kama jinsi ambavyo TFF umezima ama umekopa maneno kutoka lugha ya Kiingereza Road to Tokyo 2020?
Leo umeacha neno lako la kimombo. Kiingereza unahitaji kimombo. Hapo ni bora naangalia sana bwana. Nakufurahia kwa sababu unazungumza lugha adhimu. Unapenda kutumia lugha adhimu na kwa sasa lile neno lako ambalo sio neno lako, ni neno la Kiswahili lakini umetokea Emedi, unaweza kusema wewe ndio umelikuza sana lile neno mubashara. Naam. Ni ITV kwa ujumla. Naam. ITV ndio wamelianzisha lakini sasa tunaona linatumika visivyo. Linatumika sasa. Linatumika visivyo. Na Serengeti Boys mara kwa mara Kivue amekuwa anaita barabaro. Naam, barabaro. Na kashakuwa mwerevu mzuri sana wa lugha ya Kiswahili lakini yote kwa yote ni kweli lugha adhimu ya Kiswahili lakini kimsingi ni ungane moja kwa moja na mudiri na odha wetu hapa Masare kuhusiana na aloyasema pamoja na Alfred Lucas Mapunda kuhusiana na ushiriki wa Olympic. Wengi tumekazia mkazo kuhusiana na kuondolewa kwa Langa Leslie alivyogharimu timu yake ya taifa lakini tuliweke kando kidogo tuangalie road to Tokyo 2020. Toka ameingia madarakani Rais Gamal Malinzi ameweka mkazo sana kwenye timu za taifa za barobaro vijana wadogo. Nafikiri pia matunda ya vijana hawa huenda yakaonekana ama awepo madarakani Rais Malinzi ama asiwepo madarakani. Kuna baadhi ya kanuni ya shirikisho zikifanya zile kanuni zitandawae katika vilabu itasaidia kwa sababu vilabu navyo vitakuwa vinasaidia kwa vijana sio TFF yenyewe. Kwa mimi nafikiri mpaka hapa ilipofika TFF mimi nawapa kongole ila ikabiliane na changamoto hizo kuhusiana na namna ya kuweza kuongeza za kuweza kuimarisha zaidi vijana kucheza. Vijana katika vilabu. Sasa dunia sasa mpira unachezwa na vijana wengi wadogo. Ukianza kuona nyota wengi wa soka ambao wameanza kutamba bado wakiwa na umri mdogo kimtazama hata Cristiano Ronaldo na hata ukiangalia walipotoka wachezaji wengi wameanza kutoka katika mashindano ya Olympic. Sebastian Koloa nitumie lugha kama waliotumia wao. Kivua amenikumbusha nitumie neno la kimombo lile. Wameazia maneno kule road to Tokyo lakini Kiswahili tunasema safari ya Tokyo 2020. Unatazamaje mpango umeuzindua TFF sasa kwa mara ya kwanza baada ya mara ya kwanza? Nakumbuka awali kabisa Malinzi alipoingia alisema fedha za kuweza timu ya taifa ya vijana kufuzu kwenda Olympic anazipeleka katika timu ya taifa ya Twiga Stars. Na nakumbuka timu ya taifa wanawake na walifuzu wakaenda kwenye mashindano yale ya All Africa Game au michezo ya Afrika ambayo ilifanyika Congo Brazzaville. Lakini sasa ameona hapana, iko haja ya kuweka nguvu pia katika timu hii ya vijana chini ya umri wa 23 kushiriki kufuzu kuelekea Olympic Tokyo 2020. Kwanza umetaja wachezaji ambao wametoka kwenye michuano ya Olympics. Ya Olympic naam. Lakini mmemsahau Lionel Messi. Lionel Messi ni mchezaji ambaye ametoka kwenye Olympics. Ni kweli kabisa. Finali nafikiri wacheza na Nigeria. Lakini Obi Mikel. Sawa. Kwanza tunashukuru kwamba hatimaye tumempata Alfred Lucas leo. Na bahati nzuri bahati yake ni kwamba amekuja wakati tunataka kuzungumzia mambo ya maendeleo. Kwa hiyo vile amekuja wakati mzuri ule uchungu wakati mzuri kwake. Ule uchungu wetu tutashindwa leo kuumwaga. Ila tunajua kwa sababu ameshakuja na amepata mapokezi mazuri kabisa. Tunaamini atakuja tena. Tatizo moja ambalo mimi sijaelewa ni kwa nini kila kitu tunakiita Kilimanjaro. Unajua tuna vivutio vingi sana. Timu yetu ya Mainland nafikiri inaitwa Kilimanjaro Stars, ndio? Kilimanjaro Stars timu ya Tanzania bara. Timu ya Tanzania bara. Kuna Kilimanjaro Queen. Alafu Kilimanjaro Queen ni timu ya Tanzania bara ya wanawake. Alafu kuna Kilimanjaro Warriors. Alafu na Kilimanjaro Starlets. Okay, kwa sababu imeshapita hatuna jinsi lakini inachanganya kidogo kwa sababu unajua sometimes kwenye mpira tunaita majina. Liverpool tunawaita Liver. Manchester United tunaita Man U. Kilimanjaro Stars tunaweza tukaamua kuita tu Kilimanjaro. Sasa mtu akisema tu Kilimanjaro au commentator akisema Kilimanjaro inachanganya kidogo. Maandalizi ya Olympics sio maandalizi ya Olympics peke yake. Hapa katikati kama kuna chochote kinatokea, manaki watu wanakuwa tayari wameshajiandaa kwa chochote. Yaani ukikaribishwa kwenye shindano lolote, tayari unaweza kufanya chochote. Tofauti na sasa yale ambayo tulisema tutaongea siku nyingine. Tofauti na kwamba nadokeza kidogo. Nadokeza kwamba tofauti na kwamba timu ya taifa inatakiwa iende kesho kutwa, kocha anapewa timu leo. Unaelewa Kwa anaanza kuwaza sasa hapa nimchukue nani? Nimeona yule fulani amecheza kidogo vizuri. Yule kwa unapiga simu uulize daktari. Mzima kweli. Yeye imewagharimu hata Gabon kwenye national team. Wamejaribu kuchukua kuokoteza. Unaona? Kwa hiyo hii itatusaidia sasa tuondokane na haya maswali mengi kwamba timu ipo, tunawaki
uhakika timu ipo. Sasa yote ikiamshwa iende ikafanya shindano lolote, ikacheze kwenye michuano yote, inaweza kucheza. Na ni muhimu sana kwenda kushiriki mashindano mengine kama part ya hiyo competition. Lakini nilikuwa nataka nijue kwenye hiyo mipango. Sasa hiyo mipango yetu kuna ni nini haswa tunataka kufanya? Ni mazoezi tunataka kufanya, kuna mechi za kimataifa, kuna mashindano ya kimataifa au nini? Lakini kwa ujumla wake hilo wazo tu, yani kuwa na hilo wazo tu tayari. So unasema yani step ya kwanza, hatua ya kwanza ya kutatua tatizo ni kukubali kwanza kwamba tatizo kweli nalo mimi. Bwana mimi na tatizo hili, sasa ngoja nilisolve. Kwa hiyo tushagundua sisi kwamba tuna tatizo la timu za vijana. Na uito tena kwa TFF yale mambo yetu ambayo tutaongezea ni kwamba kujaribu kuwakazia hizi timu kubwa sana. Hizi timu kubwa bwana hazina timu za vijana. Okay, tunasema Simba wana timu za vijana, ndio waga wanatoa mfano mwingi. Bwana afadhali Simba. Lakini kiukweli kabisa timu hazina timu. Yaani timu ambayo ukizungumzia timu Simba Sports Club au Young Africans, ukiwazungumzia wao kama wao, yani ile timu ya wakubwa, unaelewa kwamba hiko ni timu, ina manager, ina nini, ina kila kitu. Lakini ukizungumzia timu yao ya watoto, wanakutana mara moja ile kama kuna karibia mashindano au nini, unajua kwa tu tighten hawa kidogo, wakileta hao nguvu. Lakini mimi nilikuwa nataka nijue ni nini kipo kwenye huu mpango. Nini wanapanga kufanya? Watazamaji wapenda kufahamu kuna nini kwenye huu mpango. Ni kuifanya Tanzania kutanua kwanza wigo wake wa kucheza mpira mguu. TFF ilichokiangalia kikubwa ni vijana, ili kuja kuunda timu zetu kubwa za taifa zenye uwezo mkubwa wa kuweza kucheza. Na vijana kwa sasa mbali chini ya miaka 23 ndio kuna under 20, kwa maana chini ya miaka 20 na chini ya miaka 17. Lengo hapa ni kuwa na kitu ambacho kuwa na askari wa kuingia vitani, japokuwa kwenye mpira wa miguu hakuna vita mabunduki, kwa maana kwamba unakuwa na askari. Kwa hiyo lengo hapa ni kuja, unapozungumzia mchezo wote ule, kwamba lazima ufike hatua uwe na askari ambao watakwenda kupambana. Sisi tunataka tuamini kwamba tukiungana pamoja katika eneo hili la maandalizi haya, nataka tuamini kwamba baada ya miaka 2-3 tutakuwa tunazungumzia, tukiita timu ya taifa hatutawaza kuita Mbwana Samata ile Semaguli peke yake. Tutakuwa tunawaza kwamba tuna vijana wetu tuliwapika, sasa hizi huyu yuko huku anacheza mchezo huku, tukiwaita tukijua kuunganisha vile zile talenti zao kwa pamoja, mwalimu akiviunganisha kwa exposure tutakuwa kumeshaipata kwenye michezo ya kimataifa, Tanzania itakuwa inafurahia matokeo kwenye michezo mbalimbali ya kimataifa. Nikupe mfano mzuri wa hicho ulichokizungumza au tumkumbushe mtazamaji. Kuna huyu kijana ambao juzi aliojiwa na ITV ambaye amechukuliwa na Etoile du Sahel. Anaitwa nani yule kijana? Anaitwa Mkomola. Yohana Mkomola. Umeona yule kijana wetu under 17 ameonekana kwenye michuano ya kuqualify. Umeona? Yaani unaona, yani yani najaribu kuweka, yani huu ni mfano sema na utoa kwamba uzito wa platform. Unajua tena muonekana Afrika, si ndio? Anaonekana Afrika. Lakini kama ni Olympic angeonekana na ulimwengu. Sio tu angeonekana. Tayari kuna watu, sababu agents, unajua sisi tunachukulia poa. Agents wanaenda kwenye kuangalia kwamba Etoile wameona nini kwa huyu kijana. Labda nitoe si. Au mawakala wanaozungumza. Leo anatoa siri wamekuwa wengi kweli, hasa kwa vijana wa Serengeti Boys. Tumefanya kazi ya ziada. Naomba hata walezi wale vijana wasamee kuweza kuzuia pasi zao za kusafiria. Sawa. Unaona, kwa sababu tulikuwa kwa ushahidi na kwa naona tuna jump kwenye swala la Serengeti, lakini platform ninayozungumzia hapa ni maboresho ya vijana. Sababu ndo hao vijana hao kuja kufanya vizuri hawa. Nataka niwaambie kitu kimoja, ni kwamba tutakwenda kuja kuzungumzia timu ya taifa baadaye ambayo itakuwa na mafanikio makubwa sana. Alfred Lucas, ni kurudishe nyuma kidogo. Umegusa bahati nzuri amemkumbusha Yohana Mkomola. Wakati umemtaja Yohana Mkomola nikamkumbuka tuna watoto wako katika vituo vya michezo vya Senegal na Senegal hasa ndio wako watoto Tanzania. Katika timu ya taifa ya vijana wale hatuwaoni wakiitwa. Ni kweli, na hili lilijadiliwa kwenye wakati wa vijana tunawaaga naondoka. Wapo kwenye programu ya kuitwa kama ilivyo kwa wenzao, kuweza kutafuta cream ya kuweza kushiriki michuano hiyo ambayo sasa
jana tumetangazwa kwamba tumepata nafasi ya kushiriki michuano ile. Naam, so daktari, tutalizungumza hilo kwa kina na pengine mikakati ikoje. Kwanza Seba, nikumbusha Zambia kikosi Heavy Renard ambacho alikuja napo kama sikosei mwaka 2009 wakati wa finali za mashindano ya Sekafa haya, wakashiriki hapa na walikuja wao kama timu aliko pamoja na Ivory Coast kina Kipe Cheche wakacheza. Tuliona matunda yake miaka mitatu baadaye, wakaenda wakatoa kombe la mataifa Afrika katika finali wakiwa chini ya Heavy Renard. Nasi tumeanza sasa, tunaamini mipango hii kama itawekwa madhubuti tunaweza. Lini michezo ya kusaka nafasi ya kufuzu kwenda katika Olimpiki Tokyo 2020 inaanza kwa ukanda wa Afrika? Bado ratiba haijatoka, na kama nilivyozungumza awali ni kwamba TOC wametuhakikishia kwamba tutatetea hiyo program na sisi tutapresent ya kwetu, alafu wao waanze kutuona kwamba tushauri kwamba tufanye nini na ili tuweze kuendelea mpaka kufikia huko. Na kwa kuwa tumeanza mapema kama ulivyoniuliza swali lako la awali kabisa, why kwa nini kwa sasa? Ni kwa sababu ya maandalizi. Na bahati nzuri TOC wametuambia tumeanza wakati mwafaka sana. Nakumbuka Henry Tendao alitumia maneno ya kimombo, aliazima maneno kule akisema better late than never. Ni bora ukafika umechelewa lakini kuliko kuacha kabisa. Kwa hiyo kongole kwa shirikisho la soka Tanzania. Natumai pia vyama vingine vya michezo sasa ni wakati mwafaka wa kuiga. Wanasema kuiga mazuri si jambo baya, ila kuiga mabaya ndio jambo baya. Anapofanya mtu jambo zuri nao kaliga ni jambo la kheri. Tumezoea kuona dakika za mwisho ndipo ambapo tunahaha kutafuta nafasi ya michezo ya kufuzu kwenda katika Olimpiki. Na kumbukumbu nzuri na mchezo wa ngumi katika mashindano Olimpiki ya Rio mpaka mwezi wa 4 walikuwa bado mwezi wa 5 nakumbuka walikuwa bado wanatafuta nafasi ya kwenda kushiriki mashindano ya kufuzu kwenda katika Olimpiki Rio de Janeiro, wakati wenzao walikuwa tayari mapema mwaka mmoja kabla. Baadhi ya nchi zilikuwa tayari zimekwisha fuzu na hata wengine mapema kabisa mashindano ya mwisho ile ya kufuzu walikuwa nakamilisha tu, na ndio maana wakafuzu na michezo wengi. Kwa nadhani hata ngumu wanaweza kaanza mapema sasa, nao tukasikia wanazindua mpango wao. Lakini riadha kadhalika tunataraji tuone basi michakato ya kampeni zinazinduliwa mapema ya kuanza safari ya kutafuta nafasi ya kufuzu kuelekea katika michezo ya Olimpiki. Kadhalika michezo ya judo, karate na nyewe sasa hivi imetambulishwa rasmi katika Olimpiki. Mieleka tusubiri dakika za mwisho, tutaka tuone mapema inafanyika hii. Inapofika wakati sasa tunataka fedha, basi inakuwa rahisi, muda unakuwa kutosha, sio bado mwezi mmoja miezi miwili tunaomba fedha. Alfred Lucas, tumalizie hili. Nini nawaambia Watanzania kuhusu Road to Tokyo 2020? Tunachoambia Watanzania ni kwamba watunge mkono, kwa sababu mbali ya Watanzania wenyewe tunaiambia serikali tutunge mkono. Kitu kimoja, tafiti zinaonyesha kwamba unaposhikwa mkono na baba unapopelekwa shule ndio anakutafutia mafanikio. Kwa hiyo sisi tukishikwa mkono na serikali katika hii safari yetu ya kwenda Tokyo, tunaamini tutafika Japani na kwenye hiyo michuano. Lakini vile vile tunaambia makampuni mbalimbali, taasisi mbalimbali kwamba we are serious in this program. Tuko makini na tunafuatilia, tumejipanga vizuri, wao tuunge mkono ili tuweze kufanikisha kuwapa faraja wa Tanzania kwa upande wa michezo. Kitu kimoja kikubwa ni kwamba ulikuwa hata kuna wakati fulani nimezungumzia Kilimanjaro. Hii Kilimanjaro inakuja, bado tunataka tutetee sana kutangaza sana mlima wetu Kilimanjaro ambao ni mlima mrefu barani Afrika. Hilo la kwanza. Lakini la pili, hii ni kwa sababu tunapambana na kampeni ambazo zinapingwa. Kuna wapinzani wetu bado anauchukulia ule mlima Kilimanjaro kwa kwao. Lakini na jambo moja ambalo mapato makubwa sana ya serikali, sehemu ya mapato makubwa ya serikali yanaingia ni kwenye utalii. Kwa watalii wanapokuja kufanya tafiti, wanakuja kutembelea ule mlima na kadhalika, kuna kiwango kikubwa sana kile. Sasa lazima tufike hatua. Tunashukuru sana hata wale Kilimanjaro Queens, wale timu ya taifa wanawake ilipokwenda kwenye michuano ya Afrika Mashariki, ikachukua lile taji na michuano ifanyika mara ya kwanza, bado imezidi kutangaza kwamba ule mlima upo katika mipaka au ndani ya mipaka ya Tanzania, tofauti na inavyotangazwa kwa sasa. Ndio maana unakuta kwamba Kilimanjaro imejaribu kutokea kila eneo. Yote ni kampeni kuhakikisha kwamba tunautangaza mlima. Kwa hiyo na kufanikiwa kwenye kucheza michuano ya Olympic leo, watu wa mataifa mbalimbali watakuwa lazima watafikia hatua wanajiuliza hii timu imetoka wapi Tanzania. Utapozungumza Kilimanjaro inakuwa ni rahisi kuelezea na kupata watalii wengi zaidi, na ili kuweza kuboresha sekta yetu ya utalii na mapato ya nchi yakawa ya kutosha,
na mambo mengine yakawa zile huduma za kijamii zikawa zinatekelezwa vizuri sana na serikali zinazoongoza inayoongoza nchi. Naam, Sadakta, Serengeti Boys tumefuzu. Naam, tumefuzu. Ni faraja aina yake. Ni faraja aina yake, ni kweli kabisa. Tumefuzu, na kubwa ni kwamba kama tulivyokuwa tumezungumza mwanzo hapa, tunazungumzia the road to Tokyo. Tulifanya maandalizi. Kwa hiyo mtu asije akaona kwamba imetokea ghafla tu hivi. Ile timu ya taifa ya vijana wenye umri chini ya 17 Serengeti Boys iliandaliwa katika misingi kwamba sidhani kama kuna timu ya taifa kwa mwaka inaweza kacheza michezo 15 ya kimataifa ndani na nje ya nchi. Ile timu imefanya hivyo, na kwa bahati mbaya tu mchezo wake wa 16 dhidi ya Congo Brazzaville wakapoteza kwa goli 1-0, bao la dakika 92. Mchezo wa mpira wa miguu na matokeo kikatili sana. Ulituvuruga kabisa siku hiyo, na wao wamesabiki kwamba wamepata ile nafasi. Lakini sisi tulicheza huko tukiwa tumekata rufaa kwamba wenzetu, wapinzani wetu Congo Brazzaville walikuwa wao wanashiriki michuano ya kufuzu, lakini wakiwa wamewatumia vijana wakubwa, na tulikuwa tuna ushahidi kwa sababu hiyo Langa Lese kwenye michuano ya vijana kama hivi miaka miwili iliyopita, mitatu iliyopita alishiriki vile vile. Yeye alikuwa na umri gani nyumbani kwao? Anacheza klabu ya Kara United kwa msimu wa 4. Ina maana ameanza akiwa na miaka 12. Tukiangalia picha zake za kwenye Facebook, tuambie tu wa Tanzania, unamkuta kwenye Facebook akitumia vilevi mbalimbali ikiwemo hii nini ya kuvuta hii shisha. Anatumia yuko na Facebook na akionekana kabisa mkubwa. Sasa ushahidi na picha tulizopiga, binafsi nizungumze tu kule Kongo, kwa kuwa tulishakataa rufaa tangu kwenye mchezo wetu hapa na kwenye mchezo wa marudiano kadhalika, wapiga picha na askari wa kule walikuwa wataki mimi nipige picha. Walinisumbua sana na nilicheza na ile kamera, nilipata picha lakini mwisho wa siku ni kwamba nilihakikisha kwamba ile kamera wale askari hawanipoli. Walijitahidi sana kunipole ile kamera, lakini nikakataa. Nimetumia kidogo nguvu, japokuwa wale walikuwa mashababi kweli kweli, shazoea mikiki, lakini nikakimbilia jukwaani. Fika jukwaani kabidi kamera nimpe, nikamrushia Rais Malinzi pale akae nayo ili nini, nikajua uko kule VIP hawatamsumbua. Kweli ikawa hivyo. Lakini vinginevyo tungeikosa ile kamera na zile picha za kule Kongo tungezikosa, lakini ni sehemu ya ushindi ambao tuliupeleka. Shukrani sana kwa secretariat ambao wamepambana kuhakikisha kwamba ile rufaa yetu ilijaribu, kwa sababu walijaribu sana kuipindisha tangu Novemba 10 ilitakiwa aende kule Kairo akapime kipimo cha MRI, hakwenda. Wakasema kwamba yuko katikati ya mji ambao hawezi kufikika, wao kuweza kumpeleka huko. Wakati anapiga picha Facebook. Kwanza wakati mbona kwenye mechi alikuwa anapatikana. Alafu ya pili walitoa Disemba 15 hakutokea. Basi kwenye kikao cha kamati ya utendaji cha CAF cha Januari 12 kikatoa siku 10 kwa shirikisho la soka la kule Kongo wampeleke. Mwisho wa siku hakupelekwa. Sisi wamekaa na kuweza kuamua kwamba basi hii nafasi sasa ni ya Tanzania. Kulikuwa na maneno kwamba basi wenyeji wangepewa labda wa Kongo, lakini katika hali halisi kwamba wameshafanya makosa ya kinidhamu kama yale, wameshindwa, na finali zitafanyika Gabon kuanzia Aprili 2. Kwa hiyo bado timu ya taifa ile Serengeti Boys, sisi kwa kuwa huwa tunawaita mara kwa mara pale kambini hapa TFF. Tangu tulivyofunga na Kongo, tuliwaita mara ya kwanza kwa wiki 2 wakarudi. Mara ya pili tulivyowaita akafanya training tukapeleka Korea Kusini wakarudi, na tukaita mara ya 3 tangu Januari 29. Bado tujapata barua kwa kuthibitishwa kwamba tutashiriki, lakini tupo nao na tumewakutanisha na wale vijana ambao wametoka kwenye michuano ile ya Airtel kwa vijana 39 pale. Mpira unaopigwa pale, mimi niwaalika Watanzania wanaweza kuwa na nafasi kuja kuangalia hata mazoezi wale vijana, kwa kuwaona kwanza kweli ni vijana, lakini pili watakavyo kuwajengea imani na kuatia hamasa. Yote kwa yote ni kwamba tunahitaji support kubwa sana kwa sasa kuhakikisha kwamba tunashiriki michuano hii vizuri kabisa. Nimemsikia Mheshimiwa Nape Mnauye akizungumzia namna ambavyo maandalizi yanataka yawepo. Ni kwamba hatutaki tu kwenda kushiriki, badala yake kurejea na kikombe. Kitu kimoja kikubwa, Amri Masala na ndugu zangu niwaambie, unapokuwa kiongozi wa taasisi yote kwa kipindi fulani lazima uache alama. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli yuko madarakani. Kipindi chake cha kwanza kitaisha 2020. Huko mbele tutakuja
taratibu zitakuja kueleweka huko mbele, lakini lazima ifike hatua kwenye michezo aweke alama. Lakini michezo yote ndio ipo na tunataka TFF naamini kwamba kila mmoja anajitahidi. Lakini sisi tunataka Mheshimiwa Rais Magufuli afike hatua aseme kwenye soka hiki kilifanyika. Na tazama jambo moja ni kwamba vijana hawa wanakwenda kucheza finali za Kombe la Mataifa Afrika. Mataifa 8 yatashindana. Yakishindana ya mataifa ya 8 yatagawanywa kwa mara mbili, kwa maana kwamba timu 4. Na timu mbili za zitakazokuwa zimeshika nafasi ya juu, kwa maana zitakuwa zimeingia nusu finali. Zile timu 4 cream, 2 kutoka kila kundi, zitakuwa moja kwa moja zimekata tiketi ya kucheza finali ya Kombe la Dunia zitakazofanyika nje kuanzia Juni. Kwa hiyo kambi ile ya vijana kama kuvunjwa, itakuwa tu ni mapumziko muda mfupi kwa vijana kwenda kusalimia familia zao, kwa maana wazazi wao, walezi wao na kurejea. Na kwa namna ambavyo naona wale vijana kwa uwezo wao na namna walivyokaa sawa sawa, bila shaka zile finali za Kombe la Dunia zitazofanyika India tutacheza. Hilo moja. 2 ni kwamba hao CAF wameteua Tanzania kuandaa finali za Kombe la Mataifa ya vijana chini ya miaka 17 2019. Maana yake ni kwamba tuna timu ile ambayo tulikuwa tumezungumzia Alliance, ndio tumeiandaje kushiriki kuireplace hapa. Na ile timu sio kwamba ndio vijana wale tu. Kila likizo ndefu, mathalani Disemba, ilifanya ziara Zanzibar na Morogoro. Walianza kufukuza Morogoro wakaenda Zanzibar. Na kila likizo ndefu, kwa sababu watu wako shule msingi, kila likizo ndefu tutakuwa tunaenda mikoa mbalimbali ili kuangalia viwango huko wakiendelea kukua mpaka 2019. Tukiandaa zile finali hapa, kuna hilo la mchezo kwao utuzwa. Lakini pili ni kwamba tunaamini tutacheza finali za pili za Kombe la Dunia. Kwa vijana wetu wale kama kufanya vizuri na watu wanaotafuta vipaji kwenye timu mbalimbali za kimataifa. Hebu tazama huyo Yohana Mkomola tuliyomzungumza hapa. Kwenye qualifier tu ameonekana yeye na wenzake. Lakini wakija kufikia hatua kucheza Afrika, michuano Afrika, wakifikia hatua kucheza World Cup, maana yake tunakoelekea ni kuunda kikosi imara cha timu ya taifa ijayo. Asante sana mtazamaji wa ITV. Katika sehemu ya kwanza tukiwa na Alfred Lucas, afisa habari wa TFF, na tupate break fupi, tukirejea moja kwa moja ni habari za kitaifa. Na mtazamaji wa ITV, karibu tena katika sehemu ya pili ya tamasha la michezo ambapo tunaangalia habari za kitaifa. Lakini mtazamaji wa ITV, kama jinsi ambavyo unatazama wote leo hii studio hapa, tumependeza kidogo na t-shirt zetu hizi, t-shirt ambazo bila shaka kama unafuatilia vizuri unaisoma kwa karibu utaona imeandikwa ITV popote hapa. ITV popote ni nini? Tumeamua tumuite msimamizi wa mifumo ya teknohama Moses Fumbuka, ambaye tueleza kwa kina kwa nini kwanza sisi tuna ITV popote na nini ambacho mtazamaji nawe pia unaweza ukanufaika nacho kupitia ITV popote. Na karibu sana Fumbuka, msimamizi wa mifumo ya teknohama. Asante sana. ITV popote kwa maana fupi ni ITV kila mahali. ITV ulimwenguni kote. ITV kijijini kabisa. ITV kila mahali. Ndio maana ya ITV popote. Kama unaweza nikaiangalia nikiwa mahali. Unaweza ukaiona sasa ITV ukiwa mahali popote. Naiangalia vipi mahala popote? Sasa utaiangalia vipi? Kuona mpaka niwe ndani kwenye luninga. Kwa kawaida luninga au TV kwa kawaida ilivyozoeleka ni lazima mtu aende sebuleni kwake au aende mahali ambapo imewekwa TV imetulia, watu wote wanaangalia. Hiyo ndo kawaida. Lakini sasa hivi ITV imebadilika. Imekuja na mfumo tofauti. Huu ambao tunaosema sasa TV inahama kutoka kwenye luninga inakuja kwenye simu ya kwako. Kwa ina maana kila mtu ambaye ana simu yake anakuwa na uwezo wa kuiangalia ITV na Capital TV kwenye simu yake ya mkononi. Kwa hiyo ndio maana tunasema sasa hivi ITV popote. Kwamba unaweza ukaitazama kwenye simu yako, mtazamaji popote pale ulipo, ITV popote. Nadhani kama una simu yako karibu, hasa zile simu za kupangusa ama smartphone, hebu kaa nayo karibu afu tupate maelekezo hapa namna gani naweza nikaangalia ITV katika simu yangu ya mkononi. Karibu Moses. Ukiwa na simu kama hii ambayo niko nayo hapa, hii ni simu moja hapo kati ya simu za kupangusa hizo, inaitwa smartphone. So dakta na mimi ngoja nichukue kwangu. Sasa kwa watumiaji wa simu kama hii
unakwenda moja kwa moja. Hii simu inakuja na application inaitwa Play Store. Hii ni simu ya Android. Ni simu ambayo ndani yake imejengewa mfumo wa Android. Okay. Kwa hiyo ina maana sasa nikienda kwenye Play Store, nitakachokifanya ni rahisi ili niweze kupata hii ITV tunayoizungumza ili watu waione popote. Unaenda pale palipoandikwa Google Play ndani ya Play Store. Okay. Utaandika neno fupi ITV. Ukishaandika ITV, mtazamaji tufanye pamoja, rudie taratibu hapo, nataka kudownload sasa. Twende sambamba na mtazamaji wetu na download. Kwenye simu kama hii kuna application kinakuja na hii simu kimeandikwa Play Store. Na hiki ki application ndicho ambacho watu wanatumia kudownload WhatsApp, kudownload Facebook, kudownload vitu vyote vinapitia pale. Kwa hiyo na ITV na yenyewe inapitia hapo hapo. Kwa hiyo naomba sasa mtazamaji kama ananifuatilia vizuri, utaingia kwenye sehemu hii inaandikwa Play Store. Play Store, okay. Alafu ukiangalia hapa kuna mahali pameandikwa Google Play. Kwa hiyo nikibonyeza hapa Google Play nitaandika neno ITV. ITV. Bila kujali herufi gani? Hata herufi kubwa au ndogo bila shida. Alafu then baada ya hapo utatafuta. Ukitafuta utasearch kwa maana ya kusearch. Ukisearch itakuletea ITV. Kwangu maana nimeona imekuja ITV Tanzania. Sasa ukishapata ITV unachokifanya ni kwamba unabonyeza ile alama ya kutafuta search. Kwa mfano kama ya kwangu mimi hapa inaonekana, mimi nimeiona hapa hapa. Nimepata hapa vizuri ya kwangu, nimeona hapa kuna ITV. So data unaiona hapa kuna ITV iko juu. Sasa hiyo ITV ukishaipata ITV utabidi uanze sasa process ya kudownload. Na ni rahisi, ni hatua kadhaa tu. Unabonyeza download, utadownload, inakupeleka kwenye install, una install, umemaliza. Ni hatua 3 tu. Una search kutoka kwenye Play Store, unaandika neno ITV, usiandike kitu kingine. Ukishaandika neno ITV inakuja ile ITV, baadaye unaidownload na kuinstall kwenye simu yako. Tayari unaweza kuanza kuangalia matangazo ya ITV moja kwa moja kwenye simu yako. Naam, sasa umegusia swala la mifumo ya simu kwamba kuna simu ambazo zina mfumo wa Android, lakini ziko simu zingine ambazo zina mfumo wa iOS. Sawa. Na swala hilo pia ITV imeizingatia wakati tunaleta huu mfumo. Wale watumiaji wenye simu ambazo ndani yake zimejengewa mfumo wa iOS kwa maarufu kama iPhone. Iwe iPhone 4, 5, 6, 7 zote utaratibu ni ule. Unakwenda kwenye application yake sasa kule yenye iPhone, hizi simu zenye iPhone, simu za iPhone, unakwenda kwenye application yake ambayo inaitwa sasa Apple Store. Kule unakutana na ITV vile vile. Kwa hiyo ukienda Apple Store utaandika vile vile ITV, halafu utasearch, itakuletea ITV, unaidownload na kuinstall kama ulivyofanya kwenye Android. Fanya hivyo mtazamaji wa ITV, nawe pia uweze kuangalia matangazo ya vipindi vyetu katika simu yako ya mkononi ukiwa mahala popote pale, iwe ni kwenye daladala, iwe kwenye gari yako labda kwenye foleni kidogo, simu yako pembeni unakuwa unaangalia zako habari na vipindi mbalimbali vya ITV kwa wakati wote ambapo unahitaji. Lakini pia si tu ukiwa ndani kokote pale utakapokuwepo, hata nje mpaka Tanzania unaweza kuangalia ITV. Ni kote duniani. Kuna jambo lingine nataka kuongezea kabla tujamaliza. Jambo lingine la muhimu sana ambalo ningependa kulizungumza leo ni kuhusiana na fursa ambayo sasa baada ya ujio wa ITV popote umetengeneza na fursa. Kama ambavyo wale ambao wame download hii application wameona kwamba ili uweze kuangalia ITV, kwa mfano nikifungua hapa ITV inaletea hizi picha ambazo zinaonekana hapa, ambazo sasa kimsingi ni kwamba hapa ninapata chaguo la nini ninachotaka kukifanya. Kwa mfano kwenye application yangu hapa inaonyesha picha ya ITV kwa maana ya live, ITV live na Capital Live. Sasa nikiingia nikibonyeza ile picha inaletea tangazo. Hili tangazo ni tangazo ambalo linaonekana kwa watazamaji wetu wote wanaotumia hii application. Kama ambavyo unavyoona. Kabla sijaanza kuona ITV lazima niangalie ile tangazo. Sasa hii ndio fursa ambayo ninayozungumza kwamba ITV wadau wote wa ITV wanaweza wakatumia hiyo fursa kuweka matangazo yao pale. Kwa sababu
tuna idadi ya watu wengi sana ambao tayari washa download hii application na wanaliona hilo tangazo. Kwa hiyo wewe mtazamaji wa ITV na mdau wa ITV, kama unapenda sasa kutangaza, unaweza kutangaza mahali hapo kwa bei ya shilingi 1000 kwa tangazo. Bei ndogo kabisa. Na bei hii ni tofauti na bei zingine ambazo zimekuwa zikitumika kwenye matangazo yanayokwenda kwenye TV ya kawaida. Kwa hiyo ni fursa muhimu sana. Na fursa nyingine ni fursa ambayo inajitokeza pia kwa sababu kama unavyoona bei ni ndogo. Bei ni shilingi 1000 kwa tangazo. Kwa ina maana tumelenga kuwafikia Watanzania walioko, wale ambao walikuwa hawana uwezo au walikuwa wanaona matangazo ya kwenye TV yako bei ghali. Kwa hiyo sasa hivi shilingi 1000 ninaamini kila Mtanzania angetamani biashara yake ieleweke, ifahamike na Watanzania wengi. Kwa hiyo sasa, kwa sababu sisi ITV hatuwezi kuja kila mahali ambako Watanzania wako, kule kijijini kabisa ambako kila mtu ana biashara yake angependa na yeye afahamike, tunaweka mawakala. Kwa hiyo ITV imeleta utaratibu na imetoa fursa kwa watu ambao wanataka kuwa mawakala wa kuuza haya matangazo ambayo ninayosema hapa, ili kusudi waweze kuuza kwa niaba ya ITV. Halafu sisi tutawasiliana na hao mawakala wetu kwa ajili ya kupata hayo matangazo, wa Tanzania waweze kufaidika na hizi fursa za bure ambazo zimetolewa. Naam, asante sana Moses Fumbuka kwa maelezo mazuri. Mimi mtazamaji wa ITV tayari nimekusha download application yangu hapa ya ITV Tanzania, kwa hiyo naweza nikatazama tu ITV popote pale ninapokuepo. Natumai nawe pia utakuwa umefanya hivyo kwa kudownload katika simu yako ITV Tanzania, na ITV popote pale utakuwa unaitazama sasa, ikiwemo sisi wenyewe katika vipindi vyetu vya michezo, tamasha la michezo, pia katika taarifa habari pale kuna habari za michezo, unapata fursa kuangalia Sports Gazette Jumatano saa 1 kamili. Utaangalia pia kupitia simu yako mkononi katika Capital Television na Sebastian Kolo. Nataka kusema labda moja la mwisho, inawezekana Mtanzania tulivyomueleza hivi ametamani sasa kupata fursa, lakini hajui afanyeje. Na nitoe tu maelekezo ya namna ambavyo anaweza akafika, akatuletea hizo taarifa. Kwa wale ambao wanataka kuwa mawakala au hasa wale wanataka kuwa mawakala, naomba watutumie maombi yao yakiwa yameambatana na vigezo ambavyo vimewekwa pale. Watume kwa barua pepe ifuatayo. Wanaandika application@itv.co.tz. rahisi sana, application@itv.co.tz. Asante sana mtazamaji wa ITV. Sasa tukatazama kilichojiri katika ligi kuu soka Tanzania bara. Tuanze na mchezo uliopigwa hapo siku ya Ijumaa kati ya Young Africans dhidi ya Stand United Chama la Wana. Wiki hii katika ligi kuu Vodacom Tanzania bara iliendelea katika viwanja tofauti, lakini macho na masikio wapenzi wa soka walielekezwa kwa vigogo klabu ya Simba na Yanga, wakati mabingwa tetezi wamerejea kileleni kwa kuifumua mabao 4-0 klabu ya Chama la Wana Stand United uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Kwa ushindi huo, kikosi cha kocha Mzambia George Londamina the Chicken kinafikisha alama 49 baada ya kucheza michezo 21. Nao timu ya Simba inawatolea macho mahasimu wao Yanga katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara baada ya ushindi wa goli 3-0 dhidi ya wenyeji Majimaji uwanja wa Majimaji Songea mkoani Ruvuma. Mtanange huo unaifanya klabu ya Simba ifikishe alama 48 baada ya kucheza michezo 21 na sasa kizidiwa alama 1 tu na mabingwa tetezi Young Africans. Katika mchezo huo wa kusimua uliokuwa umejaza mashabiki wa Simba kutoka pande zote za jirani na hata wengine kusafiri wakitokea jijini Dar es Salaam hadi mapumziko, Simba walikuwa mbele kwa goli 1-0, bao hilo likitupiwa nyavuni na mshambulizi Ibrahim Ajib Kadabra kunako dakika 19 mchezo, hilo likiwa bao lake la 4 msimu huo, akiunganisha vizuri krosi ya winga Shiza Ramadhani Kichuya. Katika kipindi hicho Simba ilitawala vizuri mchezo, na kama washambulizi wake wangekuwa makini wangetoka wanaongoza mabao mengi zaidi. Nafasi pekee nzuri ambayo Majimaji waliipata wakashindwa kuitumia dakika 45 mchezo baada ya Marcel Bonaventure kupiga vizuri shuti la mpira wa adhabu ambalo kipa Simba Mgana Daniel Agei alitema mpira mbele ya Kevin Kibuta na Suleiman Kibuta, lakini wakashindwa kurudisha nyavuni hadi ukaokolewa. Kipindi cha pili Simba waliendelea kutandaza soka safi la kuvutia huku wakilisakama lango la Majimaji Wanalizombe na kufanikiwa kupata mabao mawili zaidi, hivyo kuizima kabisa timu ya Majimaji wakiwa nyumbani chini ya Kalimangonga Ongala. Wakati Majimaji wakiwa wanajipanga katika dakika 2 kabla ya filimbi ya mwisho,
mshambulizi Mrundi Laudit Mavugo akaifungia Simba bao la 3 dakika ya 88 ya mchezo, akimvisha kanzu beki baada ya pasi ya kichwa ya kiungo Mwinyi Kazimoto aliyetokea benchi. Bao hilo ilimaliza kabisa Majimaji, na kutoka hapo wakawa wanacheza ili mechi tu imalizike. Asante sana kwa nasi katika tamasha la michezo. Wenzangu studio hapa wanajopo walikuwepo Hemedi Kivuyo, mzee wa mashairi, alitupa kidogo yale ya baharini, hata kama ukitumbukia baharini kwa mtu ambaye unamkera tahisi tu kama unamtimulia vumbi, alitupa kidogo moja na kibao nami nimelichukua. Lakini pia ulikuwa na Sebastian Koloa, mzee wa Sports Gazette. Jumatano usikose kuangalia Capital Television saa 1 kamili mpaka saa 1:30. Yako mengi sana, lakini League of the Week ni moja kati ya kipengele ninachokipenda. Kwa nini? Ni kwa sababu tu inanikumbusha matukio ya nyuma na tunajifunza kutokana na kile ambacho kimetokeza nyuma, nini tufanye hapo baadaye. Mimi naitwa Amri Masari, nikutakia kheri na baraka tele.